tuko huku kunaitwa Bonde la Mwakaleli, ni mkoani Mbeya, wilaya ya Rungwe, kwenye halmashauri mpya ya wilaya inaitwa Busokelo. Kwa hivyo jioni ya leo tutakuwa tunaanza semina pale, lakini muda mfupi uliopita kwa tunajifunza hapa neno la Mungu kwa habari ya wanawake. Kuna kitu very touching ambacho nikajikuta kinanigusa, kinanipa kujifunza kitu kipya. Si kipya, lakini katika ni kipya katika namna nyingine, katika kiwango kingine cha ufahamu. Haraka nikatamani kwamba wow, hii kitu kizuri sana. Natamani na watu wengine wajifunze na watu wengine waone vile ambavyo Mungu alikuwa ananifundisha hapa. Kama nilivyosema, ni somo kuhusu wanawake, lakini hichi kipengele kinagusa kote, kote. Kwa nikasema hebu nikufundishe somo ambalo tutakuwa tunajifunza sisi katika kwenye semina hii. Somo lina kichwa kinachosema mwanamke katika ngome ya udanganyifu wa shetani. Mwanamke katika ngome ya udanganyifu wa shetani. Ni somo moja zuri sana ambalo kama wale ambao watakuwa tayari kujifunza wanaweza kutuagiza DVD, nafikiri DVD au vitini ambavyo vitakuwa vimetolewa baada ya semina hii. Kwa wale ambao watataka, kokote kule uliko duniani utatumiwa na utapata. Lakini somo hili kama ambavyo nimeeleza lina kichwa kinachosema mwanamke katika ngome ya udanganyifu wa shetani. Sasa wakati naendelea kujifunza hapa, naendelea kujifunza katika darasa hili la Roho Mtakatifu, ningeweza kueleza ili ujue nilikotoka, wapi linatoka somo hili mpaka nimefikia au nimeingia kwenye hicho kipengele ambacho nimetamani watu wengi wakifahamu, hata sisi wanaume na watu wengine wote. Kipengele hiki kipo katika kitabu cha Wakorinto wa pili, sura ile ya 10 mstari wa 3 mpaka mstari wa 5. Wakorinto wa pili sura ya 10 mstari wa 3 mpaka wa 5, mahali ambapo Biblia inasema, maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Unaweza kuona zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa pale Paulo anaendelea pale mbele, anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka. Angalia, tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijinuacho juu ya elimu ya Mungu. Alafu anasema na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Wakati naangalia maana ya maneno mawili haya ambayo anasema tukiangusha ngome. Sasa anaanza kuzitaja zile ngome. Unaweza kugundua kuna mambo mawili hapa. Kuna kitu kinachoitwa mawazo, yani tukiangusha mawazo, alafu baadaye anasema tukiteka nyara kila fikra na mawazo, na maneno mazito ambayo hapa ndio Roho Mtakatifu alikuwa ananifundisha hapa. Tunapozungumzia mawazo, Kiingereza wametumia neno arguments. Alafu lile neno fikira, Kiingereza wametumia neno pretension. Sasa unapokuja kutafsiri neno argument ambalo wanasema tukiangusha mawazo, ukisoma kwa undani zaidi, neno mawazo lina maana ya hoja ambazo huwa hoja au sababu ambazo huwa zinatolewa kwa lengo la kushawishi au kushinikiza akili au ufahamu wa mtu fulani. Yaani zile katika namna fulani ambayo haya inaitwa mawazo au arguments, ni hoja ambazo huwa zinatolewa katika namna ya kiroho. Zinaweza zikuwa katika ndoto, katika maono, katika sauti na namna nyingine yote. Hoja ambazo zinatolewa katika harakati za kushawishi ufahamu wa mtu ukubaliane na kitu fulani au uamini kitu fulani. Zile hoja zinaweza kuwa za kweli, zinaweza kuwa za uongo, zinaweza kuwa za kipuuzi, zinaweza kuwa za kijinga, au zinaweza kuwa za maana. Lakini ni hoja ambazo zinatolewa ili kushawishi ufahamu wa mtu kubaliana na kitu au fanye kitu fulani. Kwa lugha nyingine, kwa mfano katika ulimwengu wa roho, shetani anaweza kujenga hoja fulani katika ufahamu wa mtu akakubaliana na kile kitu hata kama si sahihi, akajikuta kulingana ushawishi ambao adui amekuwa akiujenga ndani yake. Hizo zinaitwa arguments, ambazo Paulo anasema tukiangusha hayo mawazo baada ya kujua
zinatoka upande gani. Lakini anaposema tukiteka nyara kila fikra, fikra tunayotaja hapa pretension kwa Kiingereza, haya ni madai, yanaweza kuwa ya uongo nayo au ya kweli. Ni madai ambayo yanatolewa, yani kwa mfano mtu anaeleza mtu anaambiwa ni madai fulani ambazo yani yanatolewa. Kwa mfano mtu anaambiwa yule mtu yuko hivi na hivi na hivi, yani mtu huyu anadai hivi, anaassume au anasema yani ndio madai yake yeye kwamba huyu ana kitu, yani unaweza kuaminishwa kitu tofauti na hoja. Yani hii kuna madai yanatolewa kwamba unajua wewe mtu anakushawishi kwamba wewe kwa kuwa ni mwanamke huwezi kufanya kitu fulani. Sasa lile dai la kuwa mwanamke ndio sababu hii tunaita pretension. Yani yanatolewa madai ambayo ukiyatazama wakati mwingine kama ya kweli, lakini wakati mwingine si ya kweli, ni ya uongo. Sasa madai hayo huwa inaitwa pretension. Sasa nilichotaka uone ambacho ndio kinifanya nilete hii video kwako ni kwamba haya mawazo na hizi fikra ambazo zinajengwa, haya madai, hizi hoja ambazo zinajengwa katika ufahamu, katika fikra, mawazo haya huwa yanajengwa katika nafsi ya mtu, yanajengwa katika nafsi ya mtu, kwa maana ya katika nafsi ya mtu ina vitu vitatu, ina akili, ina dhamiri, alafu ina utashi. Kwa mara nyingi katika eneo la ufahamu au akili au dhamiri panajengwa hizi hoja katika nafsi ya mtu, eneo hilo la dhamiri au fahamu, kama ambavyo nimeeleza. Kwa hiyo sasa zile hoja au mawazo au fikra hizo yakishajengwa ndani yetu, mtu anaanza kuyaishi, anaanza kuishi hizo fikra, anaanza kuyaishi hayo mawazo na kuwa ndio mfumo wake wa maisha. Kwa mfano, ni kweli mtu unaweza kuwa unaumwa, lakini unapokuumwa sio lazima iwe tiketi ya wewe kufa, kiasi kwamba mtu anadai kwamba au adui anadai kwamba kwa sababu unaumwa basi utakufa. Kwa hiyo mtu anaanza kuyaishi yale madai, anaanza kuishi ile fikra, anaanza kuishi zile hoja, yale mawazo kwamba utakufa. Kwa nini utakufa? Kwa sababu unaumwa. Unaweza kuelewa. Wewe huwezi kuwa tajiri, huwezi kumiliki gari, huwezi kumiliki nyumba, huwezi kununua kiwanja, kwa sababu hakuna kwenu mtu ambaye ameweza kumiliki kiwanja, hakuna mtu ambaye ameweza kujenga nyumba. Au inaweza pia kuwa mtu anasema wewe huwezi kumaliza kidato cha 4, huwezi kumaliza form 4, ndio kidato cha 6, form 6, huwezi kwenda chuo kwa sababu kwenu hakuna leo. Ukiangalia ni kweli nyuma hiyo historia haipo, lakini sio lazima na wewe iwe hivyo. Kwa hiyo mtu, hizi fikra huwa zinaanza kuingia. Kwa mfano, anaweza kujikuta anavunjika moyo, anakata tamaa kwamba mimi hata shule yenyewe nasoma basi tu kwa sababu sitafaulu. Kwa nini? Simply because no one else, hakuna yeyote kwetu ambaye amewahi kufikia hicho kiwango ambacho mimi nataka kufika. Ni kweli nitalima tu nipate chakula, lakini sio kulima nijenge nyumba nzuri, nifanye hivi. Kwa nini? Kwa sababu mkulima si mtu tajiri, si mtu anaweza kutajika, kwa sababu ndio fikra ambazo kwa hiyo tumejengewa hivyo. Kwa hiyo mtu akishajengewa ufahamu, hizo fikra, hayo mawazo ndani, anaanza kuyaishi, unakuwa ndio mfumo wake wa maisha. Sasa huu mfumo, haya mawazo, hizi fikra na mawazo haya ndio kitu ambacho kinakuwa ngome. Ngoja nikuonyeshe hapa ili upate kunielewa. Ngoja nione nikudokolee kidogo hapa ili uone kile ambacho tunakwenda kujifunza kwenye semina hii ya wanawake. Lakini hichi kipengele ni muhimu kwa wote. Labda nikuonyeshe hapa, sijui kama sijui kama haitawezekana hapa, lakini nataka nikuonyeshe upate kuelewa zaidi kitu ambacho tunazungumza. Lakini yale mawazo ndio yanageuka sasa, yanakuwa, kwa sababu mtu anayaishi zile fikra, anaziishi, ndio okay, labda nifanye hivi kwa sababu nilikuwa najaribu kuangalia namna ya kuzungusha kamera hapa, lakini ni kama vile itakuwa changamoto. Lakini hebu angalia hapa, unaona akishaishi hizo fikra, hayo mawazo, mtu akiyakubali, akianza kuyaishi, kinachotokea, mawazo haya yanageuka sasa, yanakuwa ngome ya mtu. Angalia kwenye red hapa, red dot hiyo hapa, ndio hii ukuta huu. Angalia vizuri, mtu yuko hapa, mimi na wewe tuko hapa, mimi ndio wewe, mimi ndio huyu, au wewe ndio huyu hapa. Sasa tukishakubali yale mawazo, tukishakubali zile fikra, kinachokuja kutokea, tunakuja yani mawazo na fikra zinakuwa ngome yetu, kiasi kwamba we can know
we can go nowhere. Hatuwezi kwenda popote pale kama katika harakati za maisha, tukitaka kuishi, tukitaka kufanya hivi, tunakuwa katikati ya ngome. Ngome ni nini? Yale mawazo na zile fikra ambazo tumezikubali na kuanza kuziishi. Naamini umenielewa vizuri hapo kidogo, ili upate picha ambayo kitu gani nataka. Nilikuwa najaribu kuchora huu mchoro hapa ili upate picha halisi ya kitu tunachokizungumza katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo sasa mtu anaanza kuyaishi yale mawazo, anaanza kuishi zile fikra. Biblia kwenye kitabu cha Mithali sura ya 23 ule mstari wa 7, Biblia sema maana aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Na nimekuambia yale mawazo, zile fikra, adui anazipenyesha au anazipenyeza au anazipitisha, anaziingiza kwenye nafsi, hasa eneo la dhamiri. Sasa ndani ya nafsi zikishaingia zile fikra au yale mawazo, Biblia inasema aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa sababu nani? Mtu huyu anaanza kuona kushindwa ndani, anaanza kuona kutoweza ndani. Kwa hiyo kile kilichoko ndani ni reaction ni reflection ya what is inside him or her. Anaanza kuishi kile kilichoko ndani, anaanza kukitoa nje. Nitakupa mfano kwenye kitabu kile cha Mathayo, baadaye nitakuelewesha vizuri kidogo pale kwa. Sasa mara nyingi vile ambavyo mwanadamu anaviona, vile anavyoviona ndani yake, ndivyo ambavyo huwa na unafahamu naposema haya mawazo na hizi fikra ni taarifa ambazo zinakuwa ndani. Sasa taarifa ndani ya moyo wa mtu zina vyanzo vingi sana. Chanzo kimojawapo cha hizi fikra ni taarifa ambazo mtu analishwa, taarifa ambazo mtu anazipokea, taarifa ambazo mtu anaziona, anaona mazingira fulani, anajenga taarifa fulani ndani yake. Kwa mfano mtu anataka kufanya biashara, anataka kuweka machungwa hapa. Anaona hakuna mtu aliyewahi kuuza machungwa hapa. Kwa hiyo anaamini kwa kukosekana watu ambao wamewahi kuuza machungwa pale, anaamini kabisa kwamba ndani yake sasa anaamini kwamba hakuna mtu anaweza kununua machungwa. Yaani anatafsiri hali ya kutokuwepo biashara ya machungwa pale kwamba hawezi kuweka machungwa watu wakanunua. Je, ameona hivyo? Kwa hiyo ili kuona kwake kunaleta taarifa ndani. Au ameambiwa hivyo kwamba hapa watu walikuwepo, waliuza machungwa lakini walikimbia wenyewe. Anachukua ile taarifa, anaacha kutaka kuuza. Kwa nini? Kwa sababu anaanza kuishi kile ambacho amepokea. Kwa hiyo vyanzo vya taarifa vya mafikra haya na mawazo haya ni taarifa ambazo mtu anaweza kuwa amelishwa, jilisha mwenyewe, ameona, ameambiwa na vitu kama hivyo. Kwa anaanza kujiona vile ambavyo amepokea au alivyosoma au alivyoambiwa na watu wengine. Sasa kwa hiyo vile vitu ambavyo anaviona ndani, kama nilivyoeleza mwanzo, anaanza kuviishi kwa nje. Ndio anakuwa maisha yake sasa ambayo tunayaona sasa kwa nje. Kwa lugha nyingine tunasema, labda tutumie lugha gani, labda kwamba mtu anaanza kuishi taarifa alizonazo ndani, kama tu alizikubali au alizipokea, anaanza kuziishi zile taarifa. Kitabu cha Mathayo sura ya 13 mstari wa 34, kuna kitu Biblia inasema pale, inasema maana kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake. Kinywa cha mtu hunena ya ujazayo moyo wake. Sasa sio kunena tu, mtu anasema yani kinywa cha mtu kinatoa yale ambayo yameujaza moyo wake. Na nimekuambia kwamba adui anapitisha vitu katika nafsi. Moyo unaotajwa hapa ni nafsi, eneo hasa la dhamiri. Kwa hiyo adui alipitisha zile taarifa, yule mtu akazipokea ndani ya moyo, anaanza kuzinena vilivyoko ndani. Na sio kunena tu. Sasa kama nilivyokueleza, anaweza pia akaziishi, akaanza kuziishi kule kwa nje, kama ndio maisha yake. Ndugu zangu, kama taarifa ambazo amezipokea mtu zinatoka kwa adui, maana yake ataanza kuishi mambo ambayo shetani yani anamtazamisha vitu ndani, alafu anaanza kuviishi kwamba ndivyo ilivyo. Kwa hiyo kama chanzo cha hizi taarifa au mawazo au fikra ni shetani, huyu mtu ataanza kuishi jinsi ambavyo shetani anamtazama yeye, si ambavyo Mungu anamtazama. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu kitabu cha Yeremia sura ya 11, sura ya kwanza mstari wa 11 mpaka 12, Yeremia 1 mstari wa 11 mpaka 12 hivi, Biblia inasema, kisha neno la Bwana likanijia kusema. Yeremia anasema, Bwana akamuuliza, akamwambia Yeremia, unaona nini? Yeremia akasema, ninaona ufito wa mlozi. Vizuri. Mungu akamwambia, umeona vema. Haleluya. Umeona vema, manake umeona ninavyotaka uone. Kwa hiyo ule ufito wa mlozi ule, Mungu alipomwambia umeona nini, shetani angemuonyesha Yeremia mti wa mchongoma,
ni uficho ule ule, lakini shetani angesema huu ni uficho wa mchongoma, au angemwambia huu ni mparachichi, au angemwambia huu ni mkwaju. Mbele za Mungu Yeremia angesema ninaona mkwaju, ninaona mparachichi, kwa sababu this is how I see, ndivyo ninavyoona mimi. Sasa adui anaweza akapofusha mtu fikra yake, akapofusha mtu akatazama kitu tofauti na Mungu anavyotazama. Kwa hiyo Yeremia angesema ninaona mkwaju au mchongoma, ili ingekuwa ni kwa mujibu wa ambavyo shetani amemuonyesha nafsini mwake. Mungu angemwambia sio mchongoma huu, na angemwambia hujaona vema, kwamba umeona vema maana yake umeona ninavyotaka uone, na angesema naliangalia neno langu nipate kulitimiza. Hiki ndicho ambacho nataka kushare na wewe, kwamba sometimes we should learn on how to perceive according to what God wants us to, kwamba Mungu anataka tuoneje vitu, tutafute mtazamo wa Mungu. Sasa Mungu anakuonaje wewe? Je, ni kweli Mungu ananiona mimi ni duni? Ni kweli Mungu anakuona